Tunaendelea Wizara ya Fedha. Sasa namuita Mheshimiwa Condessa Michael Sichwale, mbunge wa Momba, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Naomba sasa swali langu namba 33 lipate majibu ya serikali. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Fedha naomba kujibu swali la Mheshimiwa Condessa Michael Sichwale, mbunge wa Jimbo la Momba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa vituo vya forodha ikiwemo katika Jimbo la Momba hufanyika kwa kuzingatia vipaumbele vya serikali, ukamilifu wa taratibu na kanuni za kiforodha, utayari wa nchi jirani tunazopakana nazo, masuala ya kiusalama, upatikanaji wa rasilimali fedha pamoja na tathmini ya muhimu wa eneo husika katika shughuli za biashara mipakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania inaendelea kufanya tathmini ya mahitaji ya ujenzi wa kituo cha forodha katika Jimbo la Momba, ikiwemo upembuzi yakinifu, upatikanaji na utambuzi wa eneo na gharama za mradi na utayari wa nchi jirani. Aidha, eneo hilo linaangaliwa kwa kuzingatia ongezeko la shughuli za biashara na umuhimu wake katika kuongeza ufanisi na ukusanyaji wa mapato na udhibiti wa biashara mipakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa kituo hicho utaanza mara baada ya kukamilika kwa maandalizi yote muhimu ikiwa ni pamoja na kupatikana kwa fedha na utekelezaji wa mradi katika bajeti ya serikali, na tutatangaza kwenye gazeti la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Mamlaka ya Mapato Tanzania inaendelea na maandalizi na itatoa taarifa rasmi pindi ratiba ya utekelezaji wa ujenzi utakapokamilika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Condessa Sichwale, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Maboresho ya bandari zetu za Dar es Salaam pamoja na bandari zingine ambazo shehena zake nyingi zinategemea kwenda nchi za SADC, hususan kwa kupitia nchi ya Zambia ambako ndio mlango mkubwa. Maboresho haya yameonekana kuwa na tija sana kiasi kwamba shehena kuongezeka na mpaka magari mengi kuonekana kupungua kwa ajili ya kubeba mzigo. Sidhani kama itakuwa ni sahihi kama tutakuwa tunaendelea kuboresha tu bandari zetu na hatuboreshi mahali ambako mzigo unakwenda. Sasa kulingana na kutokana na maboresho ya bandari imeleta tija, ni upi mkakati wa serikali kuona kwamba kituo cha forodha peke yake cha Tunduma hakitoshei kusafirisha mizigo hiyo, hivyo kufanya mlundikano mkubwa sana wa magari pale Tunduma na upotevu mkubwa sana wa mapato? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, katika majibu yake ya msingi amesema ni lazima kuwe na mawasiliano na nchi ya pili. Nilitaka kufahamu wameshaanza kuwashirikisha wenzetu wa Zambia kuona pale tulipoenda kumuonyesha waziri wa fedha kipindi hicho ambaye ni waziri mkuu wa sasa, je, wameshaparizia kwamba panafaa kujenga kituo cha forodha katika Jimbo la Momba? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana mbunge wa Jimbo la Momba kwa kuendelea kuaminiwa na wananchi wake. Unapokuwa unaaminiwa, maana yake ni dhahiri ya kwamba unafanya ambayo ni matarajio ya wananchi. Nikupongeze sana Mheshimiwa. Lakini kwenye maswali ya nyongeza naomba nijibu kama ifuatavyo. Nikianza na swali la pili. Kwanza nikutoe hofu kabisa Mheshimiwa mbunge kwamba mazungumzo baina ya nchi hizi mbili yanaendelea vizuri na yana matumaini makubwa. Lakini kija kwenye swali la pili la nyongeza, ni kweli kabisa Mamlaka ya Mapato Tanzania inaendelea na maboresho ya vituo vyetu vyote vya forodha kuhakikisha kwamba tunapokea mizigo mingi na kuipeleka sehemu ambapo inahitajika kwenye nchi jirani. Hivyo hivyo kwenye kituo chetu cha forodha cha Momba tumeendelea na kuboresha miundombinu kuhakikisha kwamba shehena nyingi na mizigo mingi inapita kuelekea kwenye hizo nchi jirani, nchi za SADC. Na kwa sababu hiyo ni kuhakikishia kwamba sisi tumejipanga kuboresha miundombinu hiyo kuhakikisha mizigo mingi inapita. Lakini sambamba na hilo nimwagize kamishna mkuu wa TRA wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwanza kuharakisha tathmini hii ambayo iko mwishoni kabisa, na kisha jiridhisha kwamba kuna ulazima wa haraka kabisa kuweza kujenga kituo cha Kakozi, kituo cha forodha cha Kakozi, basi nimwelekeze basi ujenzi huo uanze mara moja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
Asante Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge.